Subscribe The Sport Show. Ahmed, bao 2-0. Mchezo uliopita matokeo yalikuwa mazuri kiasi kwamba wenye roho nyepesi wasubiri matokeo mazuri. Wenye roho nyepesi waanze kuja uwanjani au wasubiri? Waanze kuja. Simba ya asali na maziwa imeshawadia. Simba bora, Simba mpya, Simba ya kisasa, Simba ya karne ya 21 tayari imeshawadia. Simba ambayo tumesubiri kwa muda mrefu tayari imeshafika. Wana Simba wote sasa ni muda wa kurejea kwenye zizi kwa ajili ya kuisupport na kuiunga mkono timu yetu ya Simba Sports Club. Mchezo ambao tumecheza leo dhidi ya Mashujaa ulikuwa ni mchezo wa kushowcase, ni mchezo wa kuonesha watu kwamba kuna mabadiliko makubwa kwenye timu yetu. Ulikuwa ni mchezo wa kujipambanua kwa mashabiki wetu ya kwamba tayari Simba imeshafanyiwa maboresho na maboresho yanakwenda kufanya kazi kwa 100%. Leo hii tumeshuhudia mpira ambao hatujauona kwa muda mrefu. Leo hii tumeshuhudia ari ya upambanaji ya kiwango cha hali ya juu mno. Leo hii tumeshuhudia Simba bora ambayo hatujaiona kwa muda mrefu. Hakika tuna uwezo wa kutamba sasa kwa kinywa kipana ya kwamba tumeamsha upya matumaini yetu ya kuchukua alama 9 katika mechi 3 ambazo zimebaki za ligi mabingwa Afrika. Lakini rasmi tunaanza upya ushindani katika kupigania taji la ligi kuu ya NBC. Timu ya kusema hivyo tunayo, wachezaji wa kualia yamini ya namna hiyo tunayo. Simba mpya tumeiona hii leo Meja Isamuhyo. Kwenye wale wachezaji ambao wamesajiliwa mpaka sasa tumeona 4 kwenye mechi hii ya leo. Lakini sasa ni Sentioura ambaye wengi walisema na miezi 4 alishika, lakini kacheza vizuri spele. Katika jambo ambalo linatia matumaini sana na viongozi wetu wanastahili kupewa pongezi kubwa sana ni usajili huu wa dirisha dogo la msimu huu. Tumesajili wachezaji top quality, tumesajili wachezaji bora. Nyote mnafahamu ni ngumu sana kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, lakini Simba Sports Club tumefanikiwa na tumeweza kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, na hilo limejidhihirisha hilo. Ukianza kwa mlinda mlango Mohamed Jibril Kasali Tanja, tumeuona ubora aliokuwa nao. Tumeuona namna ambavyo ameiokoa Simba kwenye shuti kali ambalo alienda kucheza na Simba ikabaki kuwa salama. Tumeona anavyokuwa kiongozi kwenye kutengeneza mashambulizi na kwenye kuzuia mashambulizi. Lakini ubora wa Nixon Kibabage nadhani mmeuona, ni kama vile hajawahi kucheza mpira hapa Tanzania. Ni Kibabage mpya kabisa ambaye ametoka kwenye maboksi yake. Kibabage ameonyesha uwezo wa hali ya juu sana. Achilia mbali assist ambayo ameitoa, uwezo wa kufanya makubwa ndani ya Simba. Bad luck ni kwamba wakashindwa kufikia matarajio. Simba ni timu ambayo ina kelele nyingi za nje ya uwanja. Kwanza katika setup ya management, waliokuwepo na waliotoka kuna kelele. Mashabiki kuna kelele. Kwa hiyo kuna kelele nyingi ambazo zinaendelea. Ni ngumu kuwalinda wachezaji. Kila siku wanatoa mfano. Kuna Stephen Aziz Ki alikuja Yanga pale, hakuwa anafanya vizuri, lakini wakawa wanampa confidence kwamba cheza, mwisho siku akadeliver. Musa Bala Conte kila mtu amemuona na ni shahidi. Alipofika Bala Conte na sasa hivi unamuona wanavompa dakika, wameitoa pressure kwake, anacheza. Prince Dube angekuwa Simba leo hii Dube asingekuwepo Simba. Tunakubaliana. Musa Bala Conte angekuwepo Simba leo hii asingekuwepo. Stephen Aziz Ki alivyoanza kucheza angekuwepo Simba asingekuwa Simba. Simple ni kwa sababu kuna hali ya kutovumilia. Mashabiki wana pressure kubwa, wanawatia pressure viongozi wenyewe wako vipande, ni rahisi kuharibu na kutoifanya timu iwe na flow. Kwa hiyo umezungumzia kusajili, ni kitu kingine. Wale viongozi wanabidi wazungumze lugha moja, sauti iwe moja. Mashabiki wazungumza lugha moja, sauti inabidi iwe moja. Unajua kitu kilichopo katika football yetu ya sasa au football yote duniani, kuna watu wanaitwa mercenaries katika football. Unaelewa vizuri? Mtu anaweza akawa anajionyesha na uchungu sana lakini hana uchungu. Mtu anaweza akaonekana hana uchungu ila ana uchungu na timu. Kwa hiyo kushinda ligi kuu, kushinda mechi ya mpira wa miguu inahitaji spirit, hasa mambo mengi ya nje ya uwanja. Team talk, unaenda kuzungumza kitu gani? Unaenda kuzungumza nini na wachezaji? Mna uhusiano au mna ushirikiano kiasi gani? Sasa unaweza kutengeneza timu ya mpira wa miguu.
Kwa hiyo kwa Simba haijawahi kuwa shida, ni sawasawa na mtu anayeiba ngoma ya kijiji. Haijawahi kuwa shida kuiba ngoma ya kijiji. Ni wapi ambapo unaenda kuipigia hiyo ngoma? Ndio shida inayokuwa. Kwa hiyo unakiri kwamba usajili wao ni bora. Simba kwa misimu yote haijawahi kuwa na wachezaji wabaya. Haijawahi kuwa na wachezaji wabaya. Imekuwa na wachezaji wengi wazuri. Lakini nadhani kuna shida, kuna leakage sehemu katika managerial issues. Yaani inaonekana kuna watu labda wazungumze lugha moja. Au inaonekana kuna watu wanajaribu kusabotage kilichopo ndani ya club. Kwa sababu kuna wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye baadhi ya timu kubwa walikuwa katika target za Simba. Simba walikuwa wanakaribia kufinalize wachezaji. Manake huenda kuna mtu anavujisha technical report. Huenda kuna mtu anavujisha technical report ya mwalimu ama technical report ya club. Sio, umeelewa? Ni nani? Kwa faida ya nani? Lazima pia ujiulize. Huenda mimi najaribu kufikiria kuna baadhi ya wachezaji ambao uliona za Simba player kesho unaambiwa amesign timu nyingine. Kwa hiyo football ina vitu vingi. Na mara zote hata wakiongea na hawa wazee wangu nawaambia football haiko kwenye ile miaka ya 90. Imeevolve sana, imebadilika sana. Siku hizi watu wanauza technical report, wananunua technical report duniani kote. Sio, umeelewa? Siku hizi agents wanafanya kazi mbili katika kazi moja duniani kote. Kwa hiyo unapaswa kuitengeneza timu kwa vitu vingi ili uweze kucompete. Yeah. Confidence ipo ya kuelekea mechi ya Jumapili. As I said before, kwamba kilichopo kwa Simba sasa hivi ni kuondoa pressure. Mashabiki wasiwe na expectations kubwa kwenye Champions League. Ningekuwa mimi ningeipeleka timu bila kuwa na matarajio makubwa. Kama twendeni tukaenjoy mpira, focus ibaki ligi kuu, focus ibaki kwenye FA Cup. Kwa sasa hivi kwa hali ilivyo, ukitazama Champions League ilivyo, ukitazama kikosi cha Simba kilivyo, odds are against Simba Sports Club. Unaona kabisa nafasi ni ngumu, nafasi ni finyu. Kwa lazima utafute namna ya kuona namna gani ya kuzungumza na wachezaji. Namna pekee ni kuwatoa pressure, kwamba no pressure, shusheni pressure, chezeni mechi ya mpira wa miguu, kitakachotokea kitatokea. Lakini focus yetu sisi turejeshe katika local league, tuamini kwamba tunatakiwa tubebe kitu. Lakini mimi naamini Simba atapata alama. Atapata alama dhidi ya Esperance, atapata alama dhidi ya Stade Malien, lakini kuqualify kwenda hatua inayofuata ni kitu kigumu, kwa sababu msimamo wa kundi ulivyo na mechi 3 za mwanzo imemesa kwa asilimia kubwa sana. Umezungumzia pia kwa upande wa local league, kwa upande wa Simba ili kuweza kuchukua ubingwa msimu huu, pia kwa mwenendo wake kupoteza michezo miwili kwa kutoka draw pamoja na kufungwa na Azam, itamhitaji mpinzani wao Yanga kuweza kuwa mbovu ili yeye kuweza kupata ubingwa msimu huu, na unadhani itaweza kuwa rahisi? Watu wengi wanasahau ili Simba awe bingwa anatakiwa amfunge Yanga. Hata msimu uliopita kama mnakumbuka, alipoteza ubingwa mbele ya Yanga. Hata msimu nyuma alichukua alama 6 Yanga kama sikosei. Maana yake ni nini? If you need to be a champion kwenye hii Premier League, beat your fellow. Mpige Yanga au Yanga mfunge Simba. Ndio hesabu zake mara zote Yanga amekuwa akizipigia hapo. Kwa hiyo huhitaji Yanga kuwa mbovu, ila unahitaji kumfunga Yanga na kumaintain katika game zingine iweze kubeba ubingwa. Yanga kinachowabeba ni kwamba amekuwa na uwezo wa kukusanya alama nyingi katika hizi big games. Ana uwezo wa kuchukua alama, uhakika wa alama 3 kati ya 6 kwa Simba, 3 kati ya 6 kwa Azam, 3 kati ya 6 kwa Singida. Na ukija kupiga hesabu za kawaida, ukija on average, sasa hivi unaweka 5 ya 6 kwa Singida, 5 ya 6 kwa Simba.